Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Mkunjufu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Mbona nikukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwa mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu, vyama vingi si uhasama, ahimiza amani kupata maendeleo, agiza nidhamu ya kazi, asema sekta binafsi ni muhimu kumaliza umasikini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mpango wa ajira milioni 6 kwa vijana, vimo viwanda 948 kongani kujengwa mikoa yote, neema ajira yaja miradi ya kimkakati. Habari katika ukurasa wa 3. Mauzo ya Tanzania soko la Afrika juu kwa 40%. Habari katika ukurasa wa 3. LATRA na ule 1000 mwendo kasi ya mpito. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Wadau waeleza matarajio tume ya uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 2. Na nauka afunguka wanachotaka vijana. Habari katika ukurasa wa 15. Wakazi Pwani watangaziwa haueni ya maji. Habari katika ukurasa wa 8. Pinda Chongolo watoa maagizo tija BBT. Habari katika ukurasa wa 4. Waombolezaji wazua taharuki baada ya kupokea mwili. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na wakazi wa Kiwira mkoani Mbeya jana wakati wa ziara ya kikazi kukagua miundombinu ya umma na mali za watu binafsi zilizoathiriwa na vurugu zilizotokea Oktoba 29 mwaka huu. Pamoja na gazeti Habari Leo, tunatazama sasa gazeti Mwananchi lenyewe katika ukurasa wake mbele. Habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwigulu ashushiwa zigo la kero, ni kwenye maswali yaliyoulizwa na wananchi ziarani Rungwe, wahoji dhamana ya polisi, ardhi na mikopo. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ajibu maswali, atoa maelekezo. Ndugu ya Dr. Mwigulu Nchemba akisema si utaratibu wa kimaadili mtu kuelekeza mtu afungwe. Mambo ya aina hii ndio maana Rais Samia aliunda tume ya haki jinai, na moja ya mapendekezo yao yaliyotolewa ni kupunguza kamata kwenye mahakama za mwanzo. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Kifo cha dada wa kazi cha zua balaa, magari ya chomwa, sintofahamu imeibuka kufuatia kifo cha binti wa kazi Mwanahamis mwenye umri wa miaka 18 aliyefariki dunia jijini Dar es Salaam, mwili wake kusafirishwa kwenda Mvomero, Morogoro kwa maziko baada ya ndugu kudai ameondolewa viungo. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Sugu awapa mbinu mpya wasanii kujosha. Msanii wa hip hop nchini na mwanasiasa Joseph Mbilinyi maarufu Sugu ametoa maoni dhidi ya mgogoro unaoendelea nchini baina ya wasanii na mashabiki wao. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Kariakoo sasa imechangamka. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Korti yaridhia kesi ya kupinga tume ya Jaji Chande. Habari katika ukurasa wa 2. Sababu ongezeko la wagonjwa wa kiharusi nchini. Habari katika ukurasa wa 12. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Tunatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mahakama yatoa uamuzi maombi ya wanaharakati ni wanaopinga uhalali wa tume ya rais ya kuchunguza matukio wakati baada ya uchaguzi. Tume kuendelea na kazi, wapewa ruksa kufungua shauri la mapitio. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4.
Waziri Nanauka watoa wasiwasi vijana nchini, asema hakuna changamoto zao zitakazokosa majibu. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali itakiwa kuunda mijadala kumaliza changamoto ndani ya jamii. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mwigulu, amani ndio msingi wa maendeleo. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yaendelea kuimarisha misingi ya mageuzi ya kiuchumi. Habari katika ukurasa wa 2. NCSS, jitihada za pamoja zinatakiwa kumlinda mtoto. Habari katika ukurasa wa 3. Rais Donald Trump atangaza mikakati ya mwaka 2026. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti Majira limeandika umuhimu wa vyakula vya asili katika kujenga afya. Habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika sokomoko msibani, mwili wa dada wakazi wa Zobala, magari ya choma moto, waombolezaji waliosafiri nao kutoka Dar washambuliwa, hasara za zuka baada ya ndugu kudai kubaini utata kifo, polisi uchunguzi wa kina unaendelea. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Nukuu ya CACP Alex Mkama inasema uchunguzi bado unaendelea, tutabaini chanzo cha kifo cha Mwana Hassan na pia kubaini wote waliohusika katika tukio la uvunjifu wa amani kwa kuchoma magari na kushambulia watu. Gazeti hili limeandika hizi hapa kozi zenye uhakika wa kuajiriwa kujiajiri. Habari katika ukurasa wa 4. Askofu aonya bila haki amani haiwezi kudumu, awataka viongozi wa kisiasa kuwa na hofu ya Mungu, akionya kuwa kukosekana kwa haki huzaa chuki na migawanyiko, agusia umuhimu wa ajira kutolewa bila upendeleo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Ndugu yake ikisema taifa lisipozingatia haki hufungua mlango wa dhambi, migogoro na mafarakano, hali inayoweza kuhatarisha mshikamano wa jamii. Ripoti ya Nipashe yashtua, RC agiza watoto wanaoishi sokoni warejeshwe shule. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika wakazi watumia ziara ya Dr. Mwigulu kuibua kero za afya na rushwa katika vituo vya polisi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Bobi Wine, Museveni acha kutumia nguvu kwenye kampeni. Habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Nalo gazeti Uhuru ukweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Dr. Mwigulu asisitiza umuhimu wa amani, nukuu yake ikisema tunaelewa lengo lao ni rasilimali zetu. Tanzania ina rasilimali adhimu Afrika, wanajua ili kuzipata ni lazima kuwavuruga wa Tanzania. Hili jambo tusilikubali, amani yetu ndio kila kitu. Habari katika ukurasa wa 2. Msako mkali uliovunja kaburi la Maalim Seif. Habari katika ukurasa wa 4. Viwanda kutoa ajira milioni 6 kwa vijana. Habari katika ukurasa wa 5. Rais Dr. Samia aiwezesha narko kuuza nyama kimataifa. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mahakama yatupilia mbali shauri kupinga tume ya rais. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima Ijumaa ya leo. Zanzibar Leo kwa kweli na wazi lenye limeandika SMZ yapongeza ujenzi wa miradi ya miundombinu. Habari katika ukurasa wa 2. Daraja la Unguja ukuuzi, flyover ya Mwanakwerekwe, Abeid Amani Karume Airport. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Balozi Kusiluka awataka maafisa habari kukabili taarifa upotofu dhidi ya serikali. Habari katika ukurasa wa 6. Bandari ya Malindi kuwa ya kiwango cha kimataifa, Dr. Khalid. Habari katika ukurasa wa 2. ZFDA ya nasa minofu ya nyama iliyomaliza muda. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Dr. Mwigulu, amani haichezewi tuilinde. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi.
Tunatazame sasa gazeti Mwanahabari lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Dr. Mwigulu, amani ndio msingi wa maendeleo. Awaambia wakazi wa Kiwira mkoani Mbeya kuwa kila Mtanzania anapaswa kuilinda kwa nguvu zote. Awataka kuwa makini na watu wenye nia ovu dhidi ya Tanzania, kuhamasisha vurugu zinazoathiri shughuli za kiuchumi na kijamii. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Tutalinda biashara za wazawa kwa jitihada kubwa, kapinga, habari katika ukurasa wa pili. Lakini pia gazeti hili limeandika Msigwa aipongeza TCRA kuwalea wanahabari wa mitandao ya kijamii, habari katika ukurasa wa pili. Waziri Nanauka asema hakuna changamoto ya vijana itakokosa suluhisho, habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha walimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, nilo gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele limeandika Gamondi aigawa Simba, mwenyewe aga Singida, mwamba rudishwa Msimbazi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Pedro amtega yao, Chiko azikwa na dili 3 Yanga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 7. Gazeti hili limeandika nondo za Amri Kiemba, ni muda wa Simba kuanza hesabu upya, habari katika kurasa za ndani. Miaka 10 kabla ya Shakira Pick, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mwanaspoti limeandika La Liga leo Ijumaa ni Valencia dhidi ya Mallorca saa 5 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari za michezo na burudani, na gazeti ya Habari Leo gwiji la habari lenye limeandika mawaziri wanogesha kambi Taifa Stars, wadau wamlilia Mwandike, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Yanga Princess ya mparaha kocha, Morocco watamba kushinda taji, habari katika ukurasa wa 22. Mwigulu wabeba wasanii, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii ukurasa wake wa nyuma Ijumaa ya leo lenye limeandika Pacome mchezaji bora Yanga 2025. Kiungo huyo pia apongezwa kwa nidhamu nzuri alionayo ndani ya kikosi hicho. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Simba Sports Club Mpanzo Morris hawaondoki, habari katika ukurasa wa 23. Mbappe agaribia rekodi ya Ronaldo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa habari mbalimbali kwenye magazeti ya Tanzania.